Ukiwa tu mjamzito, kile kitendo cha implantation, yani mimba ikiwa inajipandikiza au inajishikiza kwenye ukuta wa mji wa mimba, lazima utaanza kujikuta unaanza kupata mabadiliko ambayo haya yanachochewa kwa kiwango kikubwa na ile homoni ya beta HCG au ile homoni ambayo inayofanya kazi ya kukusaidia wewe utakapopima mimba kwenye kipimo kile cha mkojo au kipimo cha damu iweze kuonekana moja kwa moja. Kwa hiyo hii hormones pia ina tabia pale ambapo mimba inapoharibika, inaweza ikajikuta imekaa ndani ya mwili wako kwa miezi mitatu, kwa wakati mwingine miezi miwili au kwa wiki kadhaa. Ndio maana yake kuna mmoja ambaye kunipigia simu akaniambia kwamba daktari, mimba yangu imeharibika wiki 3 zimepita. Nimefanya kile kipimo cha mkojo, nimekuta bado nina mimba. Na japokuwa nilienda hospitali nikasafishwa, vipi imekaje? Ukweli ni kwamba ni kutokana na ile homoni ya human chorionic gonadotropin. Hii inapoendelea kubaki kwenye mwili ndio inavyozidi mabadiliko bado yanazidi kutokea kama ni mjamzito, ingawa wewe sio mjamzito. Kwa hiyo nipo nawe katika safari ya kuitwa mama. Kama unakuwa unapitia changamoto hususan baada ya ujauzito kuharibika, ni vyema kuweza kufuatilia hususan kwa vipimo na kuweza kumshirikisha daktari wako anayefanyia kliniki tangia awali aweze kujua mabadiliko yako ya mwili kwa ujumla.